Waziri wa ulinzi wa zamani wa Israel Yoav Gallant ni kama vile anaona utawala wa bwana Netanyahu hauko sawa hasa katika nyakati hizi, na anasema kwamba utawala wa Netanyahu ni kama vile unafanya ukatili dhidi ya Waisrael na hata watu wa ukanda wa Gaza. Waziri huyo wa ulinzi wa zamani bwana Yoav Gallant amesema hayo katika mkutano huko Meir Dagan katika chuo cha kiakademia cha Netanyahu, akisema kwamba alikuwa na wasiwasi Netanyahu anaweza kuweka vipaumbele vyake vya kisiasa na kuendeleza vita dhidi ya Hamas kabla ya makubaliano ya kuwarudisha mateka 59 waliosalia. Hata hivyo waziri huyo wa zamani wa ulinzi anasema hakuna swali kwamba kuwarejesha mateka hao kuna hitaji kupewa kipaumbele zaidi na kuangamiza Hamas, hasa ikizingatiwa kwamba kundi hilo la kigaidi la Gaza tayari limepunguzwa kwa kiasi kikubwa kulingana na kiwango cha tishio kinachowasilisha. Gallant anasema kwamba anachokifanya Netanyahu ni kuonesha ukatili dhidi ya wale waliotekwa na Hamas na haijulikani wanaishi katika mazingira gani, na hivyo lau angemaliza kwanza kuhakikisha mateka wote wamerejea nyumbani, ndipo ambapo angeanzisha mapambano upya dhidi ya Hamas ikiwa wangeleta shida. Lakini bwana Gallant anasema kwamba Netanyahu katika kipindi hiki ameshindwa kukata makubaliano katika msimu wa joto wa mwaka 2024 ili kuwarudisha mateka wote kwa makubaliano ambayo yangewezekana. Wakati huo huo, Gallant anasema anaunga mkono mapambano dhidi ya Hamas, akisema kuwa Hamas itafanya makubaliano ya kuridhisha chini ya shinikizo kubwa la kijeshi. Lakini moja kati ya mambo ambayo ameyakataa ni juu ya namna ambavyo Waisrael wanateseka kwa kukimbia huku na kule kukwepa kile kinachofanywa na kundi hili la Hamas na makundi mengine ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Wahouthi. Bado Gallant aliweka mstari dhidi ya uvamizi wowote wa kijeshi wa Gaza. Anasema njia pekee ya kuchukua nafasi katika utawala wa kisiasa wa Hamas huko Gaza ni makundi wa Palestina yanayopinga Hamas pamoja na uungaji mkono wa wastani wa Waarabu wa Kisuni, ndio njia pekee ya kuchukua nafasi ya utawala wa kisiasa wa kundi hili huko ukanda wa Gaza. Ingawa hakusema mamlaka ya Palestina ama vikosi vya kulinda amani vya Waarabu, Gallant ameweka wazi kwa miezi kadhaa au zaidi kwamba huu ndio mwelekeo anaoamini Gaza lazima ingie. Hata hivyo, moja kati ya jambo muhimu ambalo bwana Gallant hakubaliani nalo ni juu ya kubakishwa kwa mateka chini ya Hamas. Mkuu huyo wa zamani wa IDF kadhalika, kwa upande wa mkuu wa zamani wa IDF Herz Halev amekubaliana na Yoav Gallant, ili hali haikujulikana ni kwa kiwango gani mkuu huyu wa sasa wa IDF Lieutenant Generali Eyal Zamir ana mtazamo juu ya swala hilo, ama anaridhika na kutoendeleza mipango ya kijeshi na kusubiri makundi ya kisiasa kuamua suala la jinsi ya kusimamia Gaza kwenda mbele. Hata hivyo, mpango wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kuondoa wakazi katika ukanda wa Gaza, na inadaiwa kwamba tayari baadhi ya wakazi ambao wana asili ya mataifa mengine wamepelekwa katika mataifa ya magharibi. Lakini pia Israel kupitia waziri wake wa sasa wa ulinzi bwana Israel Katz ametoa wito kwa wakazi wanaoishi katika maeneo katika ukanda wa Gaza waanze kuondoka mara moja, kwa sababu wana mpango wa kufanya mashambulizi. Lakini pia mashambulizi makubwa yamesababisha vifo vya baadhi ya viongozi, akiwemo msemaji wa kundi hilo la Hamas, lakini pia na hata baadhi ya raia wasiokuwa na hatia, na ni kutokana na shambulizi ambalo limefanyika wiki hii katika hospitali kubwa huko katika ukanda wa Gaza. Endelea kuwa nasi mtazamaji, tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.